Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumamosi. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalipata katika Injili ya Luka sura ya 18 aya 9 hadi ya 14. Yesu anafundisha watu wake juu ya watu wawili. Wa kwanza ni Farisayo na wa pili ni mtoza ushuru. Farisayo au Mafarisayo lilikuwa ni kundi la kidini kipindi kile Yesu alikuwa anaishi. Walikuwa ni watu ambao walikuwa wametoa maisha yao kwa ajili ya kuwafundisha watu juu ya sheria za Mwenyezi Mungu, na walikuwa wakiwaelekeza watu watende maisha yao kulingana na sheria za Mwenyezi Mungu ili waweze kubarikiwa. Na mojawapo ya kazi zao ilikuwa ni kuvaa zile sheria za Mwenyezi Mungu katika mavazi yao. Watu wakiwaona wanatambua kwamba hawa ni watu wa Mwenyezi Mungu, na wakiziona zile sheria wanaacha kutenda matendo mabaya. Yesu anamzungumzia huyu Farisayo kwamba alikuwa ni mtu aliyekuwa amejikinai, akajiona kwamba yeye ni mwenye haki, akawadharau watu wengine wote. Anamzungumzia mtu wa pili ambaye alikuwa ni mtoza ushuru. Sasa kabla tuende katika mtoza ushuru, tumwangalie pia huyu Farisayo. Baada ya kuweza kuwadharau watu wengine kwamba ni wenye dhambi, hawafai, walikuwa wanafanya mambo ya namna gani? Mtoza ushuru huyu alikwenda hekaluni kwenda kusali. Alipofika pale, akaanza kwanza kwa ibada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Akasema, ninakushukuru Baba Mwenyezi Mungu kwa kuwa mimi si kama watu wengine ambao ni wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala huyu mtoza ushuru. Mimi ninafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Akajisifia, katoa sifa zote hizo za kutoa zaka, katika habari za kufunga, katika habari za kutokuwa mzinzi, lakini ndani ya nafsi yake alikuwa amejaa tabia za kuweza kuona wengine kwamba ni wadhambi. Na Yesu anamwambia kwamba huyu ni mtu ambaye amejikinai. Akaja huyu mtoza ushuru ambaye katika kipindi kile Yesu alikuwa anaishi, watoza ushuru ambao walikuwa wanakusanya kodi kwa Waisraeli walionekana kwamba ni wadhambi. Na katika sala za Myahudi ilikuwa ni hivi: akisimama mbele za Mwenyezi Mungu alikuwa anasema kwamba katika moto wa milele siku ya mwisho, watoza ushuru na wadhambi wote watakuwa ndio kuni katika ule moto wa milele, hawana baraka. Huyu mtoza ushuru naye akaenda hekaluni, kwa sababu katika habari za kumwendea Mwenyezi Mungu, yeye ni Mungu wa wote, wa wema na wabaya. Amefika pale, mtoza ushuru alisimama mbali nyuma, hakuthubutu hata kuinua macho yake. Akaanza kujipiga kifuani akisema, Mungu, uniwie radhi, mimi ni mwenye dhambi. Unihurumie Mungu, mimi ni mwenye dhambi. Na Yesu anasema kwamba huyu ambaye ni mtoza ushuru alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule ambaye alikuwa ni Farisayo aliyekwenda akajikweza mbele za Mwenyezi Mungu akadhiliwa. Kwa maana anasema Yesu, ajikwezaye atadhiliwa, naye adhilie atakwezwa. Mwenyezi Mungu atutie nguvu katika fundisho hili. Naweza kuwa nimefunga kweli kipindi cha Kwaresima, lakini kila siku nanyosha vidole kwa ajili ya watu wengine ambao ni wadhambi. Ninawatazama watu wengine juu ya dhambi zao. Yaani dhambi za mtu fulani zinanitesa. Kila siku natazama dhambi za watu wengine, najiona kabisa kama mimi ni mwenye haki. Ninakosa hata muda wa kuweza kufanya toba, kuweza kunyenyekea mbele za Mwenyezi Mungu. Kila siku nikienda katika ibada ni sifa, ni shukrani katika yale matendo, lakini moyo wa toba sina. Na ni kweli kama huyu mtoza ushuru alipofika pale akapiga kifua chake akasema mimi ni mwenye dhambi,
Ukiangalia kundi kubwa la watu wanaokwenda katika ibada za kuweza kukomunika na kuweza kushiriki katika mambo ya kimungu ni makubwa sana, lakini makundi ya watu wanaokwenda kufanya toba ya kweli kwenye maungamo ni wachache. Tunataka vya Mwenyezi Mungu sana. Tunataka kuonekana kwa Mwenyezi Mungu ni wenye haki, lakini ndani mwetu tumeoza. Hatutaki kwenda kuungama. Hatutaki kwenda kutubu dhambi zetu na kila siku kuweza kuangalia dhambi za watu wengine. Mwenyezi Mungu katika kipindi cha Kwaresima atusaidie sana tuweze kuwa ni watu wa toba, watu wa kunyenyekea, ili tunapotoka katika nyumba za ibada tuhesabiwe haki. Unaweza kawa unaenda katika nyumba ya ibada lakini kumbe hujahesabiwa haki yote ile. Hakuna mabadiliko yote ya kindani ambayo yamefanyika na hujapata thawabu yoyote kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Atubariki na kutulinda Mungu Mwenyezi, tuweze kuwa ni watu wa kubadilika, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.